Rais wa Marekani Donald Trump alifika katika jumba la kifalme The Hague kukutana na mfalme na Malkia ikiwa kabla ya mkutano wa NATO. Jumuiya ya kujihami ya mataifa ya magharibi NATO iliundwa mnamo mwaka 1949 ikiwa na lengo kwanza kabisa la kuwa kama kizuizi dhidi ya kitisho cha upanuzi wa Jamhuri ya Kisovieti barani Ulaya baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Shirika la mkataba wa Atlantiki ya Kaskazini, kwa Kiingereza North Atlantic Treaty Organization kifupi NATO, ni ushirikiano wa kujihami wa kambi ya magharibi unaunganisha nchi 29 za Ulaya pamoja na Marekani na Canada. Makao makuu yapo Brussels. Zaidi ya hapo, Marekani iliiona jumuiya hiyo kama zana ya kuzuia kuibuka tena kwa hisia za uzalendo barani Ulaya na kukuza ushirikishwaji wa kisiasa barani humo. Chimbuko lake hata hivyo linakwenda nyuma kwenye mwaka wa 1947 wakati Uingereza na Ufaransa ziliposaini mkataba wa Dunkirk kama muungano wa kukabiliana na uwezekano wa shambulio la Ujerumani baada ya kumalizika kwa vita. Mataifa wanachama 12 ya awali yaliyoasisi muungano huo wa kisiasa na kijeshi ni Marekani, Uingereza, Ubelgiji, Canada, Denmark, Ufaransa, Iceland, Italia, Luxembourg, Uholanzi, Norway na Ureno. Jumuiya hiyo hutumiwa kama muungano wa usalama wa pamoja wenye lengo la kutoa ulinzi kwa pande zote kwa njia za kijeshi na kisiasa, ikiwa moja ya nchi mwanachama inatishiwa na nchi nyingine ya nje ya muungano huo. Msingi wake umeainishwa katika kifungu cha 5 cha mkataba wa kuasisiwa kinachozungumzia ulinzi wa pamoja. Kifungu cha 5 kimewahi kutumiwa mara moja na Marekani baada ya shambulio la Septemba 11 mnamo mwaka 2001. Umoja wa Kisovieti ulijibu hatua ya NATO kwa kuunda muungano wake wa kijeshi na mataifa mengine 7 ya kikomunisti ya Ulaya Mashariki mnamo mwaka 1955 uliopewa jina la mkataba wa Warsaw. Lakini kuanguka kwa ukuta wa Berlin na kuvunjika kwa muungano wa Kisovieti mwaka 1991 kulifungua njia ya utaratibu mpya wa usalama wa baada ya vita baridi barani Ulaya. Baada ya kupata uhuru wake kutoka Jamhuri ya Kisovieti, nchi kadhaa za zamani za mkataba wa Warsaw zilijiunga na jumuiya ya NATO. Baada ya mwisho wa vita baridi, nchi zilizokuwa chini ya Umoja wa Kisovieti kama sehemu ya kambi ya kikomunisti zilijiunga na NATO kuanzia mwaka 1999. Nchi hizo ni pamoja na Hungaria, Ucheki, Poland kwa mwaka 1999, alafu zikafuatia nchi za Estonia, Latvia, Lithuania, Slovenia, Slovakia, Bulgaria, Romania mwaka 2004. Croatia na Albania zilijiunga mwaka 2009. Montenegro ilijiunga mwaka 2017. Macedonia Kaskazini ilijiunga mwaka 2020, Ufini mwaka 2023 na Uswidi mwaka 2024. Wanachama wa kundi la Visegrad ambazo ni Hungaria, Poland na Jamhuri ya Czech zilijiunga mwaka 1999. Miaka 5 baadaye, NATO iliidhinisha kujiunga kwa kile kinachoitwa kundi la Vilnius lililoundwa na mataifa ya Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia na Slovenia. Albania na Croatia zilijiunga mwaka wa 2009.
Nchi za karibuni zaidi kujiunga na muungano huo ni Montenegro kwa mwaka 2017 na Makedonia Kaskazini iliyojiunga kwa mwaka 2020 na kufanya jumla ya idadi ya nchi wanachama kufikia 30. Nchi 3 kwa sasa zimeainishwa kama wanachama wanaozingatiwa, ambazo ni Bosnia Herzegovina, Georgia na Ukraini. Kutokana na mzozo wa sasa kati ya Urusi na Ukraini kwenye mpaka wao wa pamoja, shauku ya nchi hiyo kujiunga na NATO imeshika tena kasi kweli kweli. Katika mkutano wa kilele wa NATO uliofanyika Bucharest mwaka 2008, muungano huo ulikaribisha rasmi matarajio ya wanachama wa Ukraini na Georgia, lakini ulisita kutoa mipango ya utekelezaji kuwapa wanachama. Kwa Urusi, hata hivyo, wazo la Ukraine kujiunga na NATO ni mstari mwekundu. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media, kifupi EU Media, kumbuka upo nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako, nikiendelea kukushukuru sana kwa kusubscribe na kubofya ama kubonyeza kialama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, pamoja na kudondosha comment yako kufuatia ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump katika jumba la kifalme la Hague kuweza kukutana na Malkia na mfalme siku kadhaa kabla ya mkutano wa NATO. Mimi sina la ziada. Niendelee kukushukuru sana kwa kuambatana nami. Asante. Bye bye.